attention yako yote hapa ni madhabahu. Sikubali attention yako iende nje. Elekeza hapa ni madhabahu. Nataka leo Roho wa Mungu atufundishe kuhusu vitu ambazo inafanya neema ya Mungu isifanye kazi katika maisha yetu. Leo Roho wa Mungu anaenda kutufundisha kuhusu vitu ambazo zinazuia neema ya Mungu isifanye kazi. Isifanye kazi katika maisha yetu. Mungu tayari ameachilia neema, na kila mmoja hapa uko chini ya neema. Kila mmoja uko chini ya neema. Mimi niko chini ya neema. Nina operate katika neema ya Kristo. Wewe mali uko chini ya neema. Lakini ni nini uwe inafanya neema isifanye kazi katika maisha ya mtu? Nataka ujue watumishi hawakuangi katika level moja. Kila mmoja katika level tofauti tofauti, kulingana na assignment ambayo alipatiwa na Mungu. Sasa kuna ofisi kadha wa kadha kuna Mungu wa kiroho. Kuna yule hapo katika ofisi ya unabii, kuna yule katika ofisi ya evangelism, kuna katika ofisi ya apostolic, kuna katika ofisi ya upasta, kuna katika ofisi ya ualimu. Hao wote wako katika ofisi tofauti tofauti, na wamepatiwa neema tofauti tofauti. So wewe unaweza fanikiwa kuwa chini ya moja hizo ofisi, aidha usafi hiyo ofisi ama ukae ndani ya ofisi. Bwana asifiwe. Lakini mostly mimi naongea kuhusu watu ambao wanakuanga chini ya neema. Leo uko chini ya neema ambayo iko juu yangu as apostle. So wewe uko chini ya ofisi ya apostolic. Bwana asifiwe. Uko chini ya hii neema ambayo niko nayo. Nataka nikuulize, hii neema niliyo nayo inafanya kazi kwa maisha yako? Inafanya kazi kwa maisha yako? Haujakuja hapa nikufurahishe tu, bali umekuja hapa nikwambie ukweli, ili ukweli kuweke huru. Kuja hapa nikwambie ukweli, ukweli kuweke huru. Bwana asifiwe. Kuna watu hata kama watakaa chini ya neema kwa miaka mingapi, bado still watakuwa the same people. Watakuwa sawa na vile walikuja. Na ni kwa sababu ya zile vitu ambazo Roho wa Mungu anaenda kutaja one by one hapa. Watu wengi tumeserve neema tofauti tofauti, tumekuwa chini ya neema tofauti tofauti, lakini hatujaona mabadiliko. Tunashangaa shida iko wapi? Wakati mwingine mpaka unalaumu ni mchungaji, si mchungaji. Wakati mwingine unalaumu ni viongozi wa kanisa. Wewe hujaiangalia uhusiano wako na Mungu. Haujaangalia ni nini kinasababisha neema isifanye kazi kwa maisha yako. Kwa upande wako hujaangalia chochote kwa upande wako. Lakini if anything happens, wewe uko tayari kulalamika, uko tayari kulaumu. Na wewe unajua watu kulaumu hawaendangi mbali. Watu kulaumu, watu wakulani watu wengine hawaendangi mbali. Mwisho wao inakuwa karibu. Yesu alipoingia Nazareth, kumbuka Yesu mwana wa Mungu alikuwa amebeba nguvu zote za mbinguni na za duniani, na nguvu zote za kule chini alikuwa amebeba mamlaka yote.
lakini alipoingia Nazareth alishindwa kufanya miujiza nyingi kama vile alikuwa amekusudia. Alikuwa na mafuta, alikuwa na kila kitu, lakini alipoingia Nazareth neema ilikosa kufanya kazi. Na ndio maana unaona si lazima vile umeingia hapa tupone leo, hapana. Hiyo mimi najua. That's why I cannot force wewe upone. Inategemea vile utabeba hii neema yenye mkutana leo. Leo. Nategemea. Haleluya. Kuna mtu leo ako tayari kupokea kitu kipya. Piga Yesu makofi. Naomba tufungue tu maandiko kitabu cha Mathayo. Tufungue tu Biblia yako. Kitabu cha Mathayo. Mathayo 13. Mathayo 13. Mathayo 13. Mathayo 13. Mathayo 13 kutoka mstari wa 53. Kutoka mstari wa 53. Tutasoma kutoka 53 mpaka Mathayo 13. Saidia jirani yako kutafuta. Kama naungana kutafuta, saidia. Mathayo 13 kutoka mstari wa 53 mpaka 58. Tusome. Anasema Yesu alipomaliza kutoa mifano hii akaondoka. Alipofika mji wa kwao akawafundisha watu katika sinagogi lao, nao wakastaajabu, wakauliza, mtu huyu amepata wapi hekima hii na uwezo huu wa kufanya miujiza? Mstari 45 na 55 anasema huyu si yule mwana wa seremala? Ndio maswali. Hebu turudie hapo mstari wa 53. Tunataka uangalie hapo na uwe makini. Badala wapokee baraka, imekuja baraka wapokee, wanajiuliza maswali. Na ndivyo wengi walivyo. Angalia mstari wa 53 tuanze. Yesu alipomaliza kutoa mifano hii akaondoka. Alipofika mji wa kwao akawafundisha watu katika sinagogi lao, nao wakastaajabu, wakauliza, mtu huyu amepata wapi hekima hii na uwezo huu wa kufanya miujiza? 55. Huyu si yule mwana wa seremala? Mama yake si yeye aitwaye Maria? Nayo ndugu zake si Yakobo, Yosefu, Simoni na Yuda? Nao dada zake wote hawako hapa pamoja nasi? Mtu huyu amepata wapi basi mambo haya yote? 57. Wakachukizwa naye, lakini Yesu akawaambia, nabii akosi heshima isipokuwa katika nchi yake na nyumbani kwake. 58 inasemaje? Naye hakufanya miujiza mingi huko kwa sababu ya kutokuamini kwao.
hakufanya miujiza nyingi pale kwao vile ilikuwa imekusudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana walipoangalia mafundisho ya Yesu, badala wabebe hiyo mafundisho. Maana ukikosa kubeba mafundisho ambayo imetoka chini hiyo neema chini yake, ukikosa kubeba hiyo mafundisho, basi neema hiyo iwezi fanya kazi juu ya maisha yako. So ile kitu nataka ujue, ile kitu ina activate